Yesu mahali popote alikuwa anaenda, alikuwa anabadilisha maisha ya wanadamu. Siku ya leo nataka tunene nawe juu ya kubadilishiwa maisha, sababu maisha wakati mwingine inakuwa na delay ina fulani. Unakuta ya kwamba mtu anakaa katika maisha aina moja au anakaa katika hali ya shinda moja miaka na miaka na miaka. Katika kitabu cha Yohana 2 kuanzia hapo 1 mpaka 9 tunasema, na siku hiyo ya tatu alikuwa na harusi huko Kana mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipowatindikia, mama Yesu akawaambia hawana divai. Yesu akawaambia, mama, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akamwambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Basi kulikuwako huko mabarasi 6 ya mawe, nayo yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila moja lapata kandili ya nzio 2-3. Yesu akawaambia, jalizeni mabarasi maji, nao wakayajaliza hata juu. Akawaambia, sasa tekeni mkapelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji yaliyopata kuwa divai, wala asijui ilikotoka, lakini mtumishi alijua wale walioyateka yale maji. Yule mkuu wa meza alimuita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza huandaa divai iliyo njema, hata watu wakiisha kunywa sana, ndipo uleta iliyo dhaifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa. Haya ni maneno Yesu aliweza kutenda muujiza. Ilikuwa muujiza wake wa kwanza baada ya kuzaliwa. Maandiko inatuambia kwamba alitoka, kuna siku moja kulikuwa na harusi kule Kana ya Galili, na wakati ule waliitwa au familia iliweza kuitwa, mama yake na baba wakaambia waende katika ile harusini. Yeye akaambiwa aende, akakataa. Wazazi wakaondoka wakaenda mbele yake. Lakini baada ya hayo, maandiko inasema ya kwamba Yesu aliondoka akaenda akiwa amejificha. Na wakati ule alienda akafika kule, alienda kumbe ile harusi, yule kijana mwenye yule harusi alikuwa hana mali, alikuwa hana pesa. Divai ile ilikuwa imetayarishwa, haikuwa divai, ilikuwa divai kidogo sana. Maandiko nasema ya kwamba baada ya ile harusi watu kuandaliwa ile divai, ilienda kwa muda kidogo ikaisha. Na baada ya kuisha kukawa na shida kubwa sana. Wakauliza, sasa watu wengine waje atumia divai, waje kula, waje kunywa, tutafanya nini? Mariamu mamake Yesu akaondoka akaenda mahali Yesu alikuwa mwanaye, akamwambia, saidia hii familia hawana chochote. Ile divai walikuwa wametengeneza tayari imeisha. Akamuuliza, naye mimi niko na nini na wewe mama? Yesu akanyamaza. Mama yake akaambia wale walikuwa wanatayarisha ile harusi, kile atawaambia mfanye. Naye nakuambia kile Yesu atakwambia leo ufanye, na ndipo utaweza kubarikiwa. Ile familia ilikuwa ni watu walikuwa chini sana, walikuwa na chochote, pesa hakuna. Harusi ndio hii, ni familia umaskini, hawana lolote.
hii ni divai naye imeenda kwa muda kidogo ikaisha, tutafanya nini? Lakini Yesu, sababu alikuwa katika ile harusi, hakuna kitu iliharibika. Yesu aliambia wale walikuwa natayarisha, chukueni maji, weka katika ile mitungi, ikawekwa. Baada ya kuwekwa katika ile matangi, maneno lasema ya kwamba wakaambiwa wachote, wakachota. Wakaambiwa patieni watu. Na wakati ule watu walipewa, ilipelekwa kwa yule mtu alikuwa anatayarisha ile harusi. Yule alikuwa amesimamia upande wa kinywaji, ikawekwa pale mesani. Akaonja mwenyewe. Kabla hajapatia watu, akauliza wale walikuwa wanatengeneza ile divai, nataka kuuliza, kwa nini nyinyi mnapeana ile divai mbaya kwanza, mnakuja kupeana hii nyingine nzuri baadaye? Sababu gani? Maandiko yanasema hakuwa anajua ya kwamba hiyo divai vile ilitengenezwa. Watu walishangaa sana, wakauliza hii divai imetoka wapi? Lakini kwa maana Yesu alikuwa katika ile harusi, hakuna kitu chochote ingeharibika. Ile harusi ikabadilishwa, ile furaha ilikuwa imeisha, ikarudishwa. Mchana wa leo au usiku wa leo, ninakuomba uite Yesu katika mambo yako yote ile unafanya. Yesu akiwa mahali popote ulipo, hakuna kitu itaharibika. Hata kama kitu imeharibika, atatengeneza. Maisha wakati mwingine unakuta kwamba inakuwa na delay. Ita Yesu na utaona ile delay itaondoka, atatengeneza muujiza kama vile alitengeneza ile divai katika ile Kana ya Galili. Maandiko yanasema ya kwamba alinena tu akasema, chukueni maji, wekeni katika ile mtungi, ikawekwa, na kutoka pale ikabadilika. Bwana atabadilisha maisha yako. Haijalishi ni ngumu namna gani, Bwana anaibadilisha. Hata kama wewe una kasi, Bwana anaibadilisha. Hata kama wewe unaona kwamba maisha imekuwa mazito, Bwana anabadilisha hiyo maisha. Bwana ana nguvu ya kubadilisha kila kitu, because yeye ni umbaji, ndiye ameumba mbingu na nchi. Ndiye ameumba kila kitu. Ulimwengu iliumbwa na neno. Akasema na hebu kuwe na miti, ikajiumba yenyewe. Ikasikia sauti ya Bwana. The same ndio Yesu alinenea maji, akaiambia iwe divai, na ikawa divai. Yesu ananenea maisha yako ibadilike kutoka leo. Wewe unadharauliwa, madharau ifike mwisho, na ili kutoka leo kila kitu isimame katika ile jina stahili. Ninajua kwamba Mungu atatenda mema. Unaweza kuwa umesoma, hakuna certificate uko naye mzuri, lakini ya kwamba haikusaidii, umeweka kwa nyumba. Bwana anabadilisha hiyo maisha. Naweza kuona maisha yako ni ina matatizo mbalimbali. Bwana anabadilisha hiyo maisha. Naweza kuwa kuna mtoto hataki kusoma, ashiki masomo yote. Bwana anabadilisha hiyo masomo. Mungu anabadilisha maisha yako. Maisha yako hata kama ni ya kudharauliwa, Mungu anakuja kuibadilisha. Alibadilisha divai, atabadilisha. Alibadilisha maji ikawa divai, atabadilisha maisha yako. Angalia Mungu aliye juu mbinguni. Isipokuwa ni vile Yesu alikuwa katika hii harusi, yule kijana maskini hangepata divai, aibu ingeingia. Yesu anaondoa aibu yako siku ya leo. Yale unapitia maneno ya aibu, Jehova anaibadilisha. Yesu anaondoa aibu. Yesu anaondoa aibu ya nyumba yako. Yesu anaondoa aibu ya watoto wako. Yesu anaondoa aibu juu ya biashara yako. Yesu anaondoa aibu. Wewe mhubiri, unahubiri, unaona maneno yako yaendi vizuri, aibu yote Bwana anaiondoa. Mara nyingi unakuta kwamba watu wanaleta maneno hapa na pale mpaka wanachokesha roho yako. Bwana anakuja kuondoa aibu. Bwana anakuja kuondoa aibu ndani ya nyumba yako. Katika shamba lako membi unapanda kidogo kidogo sababu mbegu hauna. Bwana anakuja kuondoa hii aibu. Membi unajaribu kujenga, ujenzi haijawahi kuisha. Ulijenga ikafika nusu. Bwana anakuambia kwamba anakuja kuondoa aibu. Aibu yote inabadilishwa, inakuwa furaha from today in Jesus name. Sama Bwana mwenye nguvu, weka tumaini kwa Bwana. Tembea na Yesu mahali popote. Katika mambo yako weka Yesu. Ikiharibika anatengeneza. Yesu anabadilisha kutoka kwa ubaya kwa mambo mabaya, kutoka kwa umaskini kwa utajiri, kutoka kwa yule aliye mgonjwa anapona, anakuwa mtu mwingine. Yesu anabadilisha maisha yako. Yesu anabadilisha biashara. Yesu anabadilisha chochote. Wewe unahangaika, unaona ya kwamba kuna kitu chochote unaweza kufanya, ita
ukiwa pale nyumbani, ukiwa mgonjwa, Yesu anabadilisha hiyo maisha ya kulala kitandani. Unatoka ndani ya kitanda in Jesus mighty name na unatembea, sababu anabadilisha. Alibadilisha maji ikawa divai, anabadilisha magonjwa. Siku ya leo unapona in Jesus name, sababu ana nguvu nyingi sana. Umeishi katika angizo kwa kipofu, kila wakati unaishi katika giza, hakuna usiku kwako, hakuna mchana, yote ni sawa. Bwana anabadilisha maisha yako na utaona in the name of Jesus of Nazareth. Kazi umetafuta ipatikani, umeishi katika maisha ya upweke, Bwana anatenda mema, maisha yako yanabadilika. Umejaribu kuoa miaka nyingi sana, unatafuta huku na kule kwingine, kila wakati ni mashinda. Jehova anabadilisha hiyo maisha. Unaoa kila wakati, ule bibi unakaa naye siku 2-3 anatoroka, au baada ya mtoto kupata mtoto nakuta ya kwamba anatoroka anaenda. Bwana anabadilisha hiyo maisha kutoka leo in Jesus mighty name. Wewe mama umeolewa mara kwa mara, ukiolewa huyu anakuacha, huyu mwingine anakuacha, hiyo maisha Jehova anaibadilisha siku ya leo, sababu ni Mungu anaweza. Angalia Kristo, naye Kristo atakutenda mema, anabadilisha na anatenda miujiza katika maisha yako. Weka tumaini kwa Yesu, tembea na Yesu, kaa karibu na Yesu. Wewe ulio hospitalini, Yesu akutembelee siku ya leo. Nina imani utatoka katika hiyo kitanda. Wewe unakuta kwamba unadharauliwa na watu. Kuna watu unakuta ya kwamba kila wakati wanakaa wanadharauliwa, hakuna nyumbani unadharauliwa. Bwana anakuja kwa haraka kubadilisha hiyo maisha. Mara nyingine unakuta ya kwamba hata marafiki una, Mungu anakupatia marafiki wa ajabu kutoka leo in Jesus mighty name. Mara nyingine umeenda kutafuta visa, all the time ukienda unakuta ya kwamba unaambia visa hakuna, visa hakuna. Na kuambia siku ya leo Bwana anabadilisha hiyo maisha. Visa unaichukua unaenda nayo nyumbani in Jesus mighty name. Na kuhakikishia Yesu anabadilisha. Yesu anabadilisha maisha kutoka kwa giza, analeta nuru. Yesu anabadilisha maisha ya upweke, analeta furaha. Yesu anabadilisha maisha ya huzuni, analeta furaha. Yesu anabadilisha maisha ya uchungu wa moyo, uchungu wa mwili, anaibadilisha, anakupatia raha, sababu ni Mungu anaweza na ana nguvu nyingi sana. Angalia Yesu siku ya leo akubadilishe maisha. Anabadilisha. Atabadilisha mtoto wako ule amekataa kusoma, anabadilisha ule ametoroka, anabadilisha shamba ile haitoki chochote, anaibadilisha. Alibadilisha harusi ya kijana maskini, alikuwa hana chochote, alikuwa chochote, amini, alikuwa anaona ya kwamba sasa aibu imeingia, inaonekana ya kwamba hana chochote. Hawa masemeji wamekuja, hawa ni wageni, divai imeisha, lakini sababu Yesu alikuweko, alileta divai nyingine iliyo nzuri. Mungu anakupatia maisha mazuri kuliko ile ya kwanza. Ya kwanza inaisha from today in Jesus name. Wewe unaniangalia siku ya leo, maisha ile umeishi ya kuhangaika inaisha leo. Ile maisha unaishi ya uchungu inaisha siku ya leo. Ile maisha unaishi ya kuhangaika inaisha siku ya leo. Wewe unaishi hospitali unapona siku ya leo. Wewe unaishi bila kazi, kutoka leo unapokea kazi. Kuna mabadiliko Bwana analeta ndani ya hiyo nyumba. Kuna mabadiliko Jehova analeta juu ya hiyo biashara. Kuna mabadiliko Mungu analeta ndani ya hiyo familia. Katika familia mara unakuta ni kelele mabishano, kitu kidogo watu wamekosana. Yaani hakuna wakati ule mnapata amani katika hiyo nyumba. Unajulikana, hata naiba anajua ya kwamba kwako kila wakati ikifikia masaa fulani inajulikana ni vita. Maandiko inaniambia kwamba Yesu aliingia Kana ya Galili, akabadilisha harusi. Ilikuwa na umaskini, ilikuwa na huzuni, ilikuwa harusi, ilikuwa na upweke nyingi, akaibadilisha ikapata amani na furaha. Kwako kutakuwa na kushangiliwa in Jesus name, sababu Mungu anaweza, anabadilisha siku ya leo. Amini Kristo aliye juu, amini Kristo ashuke, amini Kristo atembee juu ya maisha yako, amini Kristo atende maajabu, amini Kristo akuponye siku ya leo, abadilishe maisha. Haijalishi maisha yako iliharibika lini, inabadilishwa. Haijalishi hiyo gari lako liliharibika lini, inabadilishwa in Jesus name. Mungu anabadilisha kila kitu. Kilicho kibaya kinaondoka siku ya leo. Mema inakuja katika maisha mwako. Mapya inakuja ndani ya maisha yako.
mapya inaingia ndani ya nyumba yako, mapya inaingia in your company, inaingia katika maisha yako. Wewe unaishi nchi ya ng'ambo, mimi unatafuta njia ya kuweka pesa, hauweki all the time. Wakati umeweka kazi inakosa, na kuambia kutoka leo Bwana anabadilisha maisha yako. Wewe unaishi Amerika, na kuambia siku ya leo, wewe kila wakati umefungwa na pombe, Bwana anabadilisha hiyo maisha siku ya leo. Jesus name anakupatia maisha mengine mazuri. Bwana anakuokoa, Bwana anatenda makubwa. Umeishi ukihangaika na stress, Bwana anamaliza hiyo stress siku ya leo. Jesus name makubwa inafanyika katika maisha yako. Anabadilisha kila kitu, kile kizee kinaisha, analeta kipya katika maisha yako. Mimi maishani yako umeishi ukihangaika, mahangaiko inafika mwisho. Nisikize unielewe, sababu Mungu anabadilisha, Kristo anabadilisha. Huyu kijana alikuwa hana chochote, divai ilikuwa kidogo, wageni wakaja wengi, divai ikaisha. Yesu alitumia maji, Yesu anatumia sauti yangu siku ya leo kufikie mahali ulipo, na maajabu itafanyika ndani ya maisha yako. Bwana anatumia vitu vilio na nguvu, anatumia vitu vilio dhaifu. Maji iko divai, mpaka yule mtayarisha, ule mwenye kutayarisha wageni akauliza, mlikuwa mmeweka wapi hii divai ile nzuri? Ilikuwa wapi? Kwa nini mnapatia watu ile mbaya kwanza, wakimaliza huko ndio mnaleta hiyo nzuri? Na kuambia siku ya leo utauliza swali, hii maisha mazuri inanenwa, mlikuwa mmeweka wapi? Yesu alikuwa ameificha, my friend. Anabadilisha siku ya leo. Hiyo maisha ipokee in Jesus mighty name. Pokea maisha mazuri, pokea kazi nzuri, pokea afya in Jesus name. Badilishiwa, tendwa mema, makubwa ikafanyika katika maisha yako. Usikii na masikio yako, Bwana anaponya siku ya leo. Unangi vizuri, Bwana anakuponya siku ya leo. Umeishi kitandani, Jehova anakutoa in Jesus name. Anabadilisha maisha leo. Bwana anapeana mambo mapya, anapeana mambo mazuri, anapeana mambo mazuri katika maisha yako. Wewe unapata kicheko, unapata siku ya leo in Jesus mighty name. Kuna mema Bwana anapeana. Harusi ilikuwa Kana ya Galili, hiyo kijana alifurahi. Utafurahi from today Jesus name. Utapata amani katika jina la Yesu. Wewe nyumba yako imeporomoka, Bwana anaibadilisha, itapata amani, itapata furaha in Jesus mighty name. Wewe unaenda umepimwa TB ndio hii, unakunywa dawa, unaambia HIV positive, unapona siku ya leo in Jesus mighty name. Mungu anabadilisha hiyo maisha in Jesus mighty name. Wewe unashinda ya kila wakati ya watu wenu, kelele na vita juu ya mashamba, Jehova anabadilisha hiyo maisha in Jesus mighty name. Bwana anaweza, Bwana anatenda, Bwana anatenda miujiza, anabadilisha maisha. Kesi imekatalia kotini, kila wakati ni kubadilishwa. Yesu analeta mema siku ya leo, haitabadilishwa tena. Nisikize kama vile yule kijana alisikiza, akaona maajabu yanatendeka katika harusi yake na miujiza ikafanyika. Nisikize kama wale walikuwa wanatayarisha maji, walisikiza sauti ya Bwana, wakaambia weka maji, wakaweka. Chota, hawakuuliza swali, muujiza ilifanyika. Na wewe siku ya leo nisikize, utaona mambo yakibadilika. Sikiza sauti pekee na Bwana atatenda mema, atabadilisha Jesus name. Wewe umeishi na kazi, certificate zako unabeba, umesoma, Bwana anabadilisha. Utaingia kwa ofisi nyingine tena. Leo Bwana anakutana na wewe. Bwana kubariki sana na kutende mema, sababu yeye Mungu anaweza yote in Jesus mighty name.